أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وأمته أفضل الأمم وسلم تسليما كثيرا أثيرا ما دام له البقاء. أما بعد. Assalamu alaikum wapendwa wanamizani popote mlipo. Taarifa tulizonazo hii leo, kwanza tutaendekea katika Mashariki ya Kati, ambapo kama kawaida tunaendelea kutazama yale yanaendelea kutokea katika Palestina, baina ya Palestina kwa upande wa Gaza, Hamas pamoja na majeshi ya Israel. Kadhalika tutakuwa na tamko la kutoka kwa mkuu wa zamani wa jeshi la Israel akizungumzia maoni yake kuhusu vita vya Gaza, akiwa na maoni kwamba Israel haina njia nyingine yoyote ya kuweza kushinda katika vita hii ghairi ya kurejesha majeshi na kukubaliana kwa njia ya amani kuwarejesha mateka. Halikadhalika Hamas imeendelea kusisitiza msimamo wake kwamba itaendeleza mapambano ya kupambana na jeshi la Israel hadi tone la mwisho la damu ya Palestina. Kwa taarifa hizo, tafadhali tega sikio ili tuende kwa pamoja. Mkuu wa zamani wa jeshi la Israel ameikosoa serikali ya Benjamin Netanyahu kwa kukosa mkakati imara huko Gaza, akigusia pigo walilopata hivi karibuni wanajeshi wa utawala wa Kizayuni kwa kusema kuwa Israel haina njia nyingine isipokuwa kukimbia kwenye ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Gadi Eisenkot, mkuu wa zamani wa jeshi katili la Israel kutoka mwaka 2015 hadi 2019, ametoa matamshi hayo kama sehemu ya kuonyesha hisia zake baada ya kuteketezwa askari 8 wa Israel huko Gaza katika siku za hivi karibuni, na kusema kuwa pigo hilo limeupata utawala wa Kizayuni kutokana na kutokuwa na mkakati imara na wawazi, na kuongeza kuwa katika mazingira kama hayo hakuna chaguo jingine isipokuwa kuondolewa wanajeshi wa Israel huko Gaza. Eisenkot, ambaye alikuwa mjumbe wa baraza la mawaziri la vita la serikali ya Netanyahu mwanzoni mwa vita vya Gaza, ameiambia kanali ya 12 ya televisheni ya Israeli kwamba wanajeshi 8 wameuawa wiki iliyopita, huku uongozi uliopo madarakani ukiwa umeshindwa tangu Oktoba 7 na haujafanikiwa chochote katika azma ya vita hivyo. Amesema hakuna mpango wa kimkakati katika vita hiyo na hakuna uratibu baina ya wanasiasa na wanajeshi, lakini pamoja na hayo maamuzi yanachukuliwa chini ya mashinikizo ya kisiasa. Mpinzani huyo mkubwa wa Benjamin Netanyahu ameongeza kuwa unapoona askari wakihatarisha maisha yao kutokana na maamuzi yasiyo ya haki, huwa hakuna chaguo jingine ila kurudi nyuma. Kikosi cha brigedi ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, imetangaza kuwa katika siku za hivi karibuni kuanzia tarehe 3 hadi 7 Juni 2025, wanajeshi 11 wa Israel wameangamizwa na wengine 12 kujeruhiwa katika mitego mbalimbali iliyowekwa na wanamapambano wa Palestina. Wakati mkuu huyo wa majeshi wa zamani wa Israel akionya Israel juu ya kuendelea na vita hivyo, msemaji wa brigedi ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, amesisitiza kwamba operesheni za wanamkawama dhidi ya uvamizi wa Israel zitaendelea hadi pale utawala wa Kizayuni utakaposhindwa. Abu Ubaida amesema hayo katika taarifa iliyochapishwa mnamo siku ya Ijumaa Juni 6, na kueleza kuwa wapiganaji wetu warithi wa mitume wanaendelea kuyarushia mawe ya Nabii Daud magari ya Gideon na kuangusha ubeberu na uvamizi huo hadi utakaposhindwa. Amepongeza uthabiti wa wapiganaji wa mukawama akisema kwamba kupitia ushujaa wao wanasajili ushindi wa waaminifu na watakao kandamizwa juu ya wenye kiburi na madhalimu. Akizungumzia shambulio la kuvizia la siku ya Ijumaa Juni 6 majira ya asubuhi katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis, ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi wengine 5 wa jeshi katili la Israel na wengine wengi kujeruhiwa, Abu Ubaida amesema hasara iliyotolewa kwenye uvamizi wa siku hiyo huko Khan Yunis na Jabalia ni mwendelezo wa mfululizo wa operesheni sahihi
mfano wa kile kinachongojea majeshi vamizi popote yatakapokanyaga. Makundi ya mukawama ya Wafalastini yalifanya msururu wa operesheni zenye mafanikio katika eneo la Khan Yunis siku ya Ijumaa Juni 6, zikilenga maeneo muhimu ya kijeshi ya Israel, wakati ambapo utawala wa Kizayuni ulipoendeleza mashambulizi ya kinyama katika ukanda wa Gaza. Wapiganaji wa kikosi cha Al-Quds wakishirikiana na kikosi cha Hamas cha Al-Qassam walishambulia makao makuu ya utawala huo ghasibu wa Israel karibu na ukumbi wa Canada kusini mashariki mwa Khan Yunis kwa wimbi la maroketi. Katika operesheni tofauti, wapiganaji wa mukawama waliharibu gari la kijeshi la Israel kwa kutumia maada za milipuko za IED katika eneo la Kafr Qarara kaskazini mwa Khan Yunis. Hayo ndiyo yaliyopatikana katika upande wa Gaza katika maendeleo ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Palestina. Kwa upande mwingine, tunaweza kuzungumzia juu ya swala la mapigano baina ya Urusi na Ukraine, ambapo jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi imerusha droni 479 nchini humo usiku wa kuamkia leo, siku ya Jumanne Juni 10, katika mashambulizi makubwa kuwahi kushuhudiwa katika vita hivyo. Pamoja na drone, makombora mengine 20 ya aina tofauti pia yalivurumishwa katika maeneo mengine ya kati na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo, jeshi hilo limesema ilifanikiwa kudungua droni 277 pamoja na makombora 19, na kwamba ni droni 10 tu zilizopenya na kulenga maeneo yaliyokusudiwa na Urusi. Haikuwa rahisi kuthibitisha madai ya Ukraine, lakini kwa kawaida mashambulizi ya anga ya Urusi huanza jioni na kumalizika mapema alfajiri, kwa sababu inakuwa vigumu kuweza kuzibaini droni katika kiza. Urusi hivi karibuni imekuwa ikishambulia maeneo ya makazi kwa droni aina ya Shahid nchini Ukraine katika vita vyake vilivyodumu zaidi ya miaka 3. Mashambulizi hayo yamesababisha mauaji ya zaidi ya watu 12,000, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Urusi kwa upande wake imesema inalenga tu miundombinu ya kijeshi na sio maeneo ya kiraia. Hali kadhalika, kabla ya hapo, mnamo Juni 8, Urusi na Ukraine ziliendelea kushambuliana vikali usiku wa kuamkia Jumapili Juni 8, huku Urusi ikisema imesonga mbele ndani ya mkoa wa viwanda wa mashariki mwa Ukraine. Picha unayotazama ni mfanyakazi wa kikosi cha uokoaji akijaribu kuzima moto baada ya mashambulizi ya Urusi kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk. Ikiwa kauli ya Moscow itathibitishwa, basi itakuwa ni mara ya kwanza kwa jeshi la Urusi kuingia ndani ya mkoa wa Dnipropetrovsk ndani ya miaka 3 ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Hata hivyo, licha ya Urusi kusema imeitwaa mikoa 5 ya Ukraine, lakini hadi sasa haijatamka rasmi kwamba imeutwaa na mkoa huo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vya kitengo na vifaru vilikuwa vimefikia kwenye mpaka wa magharibi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk na vitaendelea na operesheni hiyo kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk. Kusonga mbele kwa vikosi vya Urusi kwenye mkoa mwingine wa Ukraine ni hatua yenye maana kimkakati na kiishara kwa vikosi vya Kiev baada ya miezi kadhaa ya kurejeshwa nyuma kwenye uwanja wa mapambano. Hakukuwa na tamko la haraka kutoka Ukraine kuhusu taarifa hiyo. Katika mgogoro wa zaidi ya muongo mmoja, kwanza baina ya Kiev na wanamgambo wanaoungwa mkono na Kremlin na kisha jeshi la Urusi, Ukraine haijawahi kamwe kulazimisha kupigana ndani ya eneo hilo hadi hivi sasa. Mkoa huo ni kituo muhimu cha viwanda na uchimbaji madini kwa Ukraine, na kusonga mbele kwa vikosi vya Urusi ndani na zaidi ya mkoa huo kunaweza kuwa na athari kubwa sana kwa uchumi na jeshi la Ukraine, vyote viwili vikiwa kwenye hali ngumu kwa hivi sasa. Mkoa huo likisiwa kuwa na wakazi milioni 3 kabla ya Urusi kuanza mashambulizi yake, ambapo milioni 1 kati yao wanaishi kwenye mji wake mkuu wa Dnipro. Hayo yanajiri wakati matreni yaliyobeba miili ya wanajeshi wa Ukraine yameanza safari zake kutoka Urusi kuelekea mpaka wa Ukraine siku ya Jumapili katika mabadilishano ya mafungwa wa kivita na maiti waliokuwa wameuawa katika vita. Afisa mmoja wa jeshi la Ukraine aliambia shirika la habari la AFP hivi karibuni kwamba Urusi inaweza kusonga mbele haraka kwa mkoa huo ambao kwa kiasi kikubwa upo tambarare, kichukuliwa kwamba kuna vikwazo vichache vya kimaumbile au vijiji ambavyo vingeliweza kutumika kama maeneo ya ulinzi kwa vikosi vya Kiev.
Taarifa nyingine iliyo muhimu ni ile ya kutoka Iran, ambapo Iran imekuwa ikijigamba hivi sasa toka pale ilipofanya shambulio la kisayansi na kunyakua nyaraka za siri ya maeneo nyeti ya serikali ya Israel, na hasa yale maeneo yanayodhibiti ulinzi na taarifa muhimu wa nchi hiyo. Iran imesema kuwa nyaraka hizo za siri zimepatikana zina taarifa kuhusu vituo vya nyuklia vya Israel. Ismail Khatib, waziri wa usalama wa taifa wa Iran, amesema kuna nyaraka za siri ambazo Iran imefanikiwa kuzipata kutoka Israel zinazohusiana moja kwa moja na taarifa nyeti kuhusu miundombinu ya nyuklia na utawala huo ghasibu, zinaimarisha uwezo wa Iran kuweza kuihujumu Israel. Akizungumza na shirika la habari la IRIB siku ya Jumapili Juni 8, siku moja baada ya vyanzo vya kuaminika kufichua habari hizo, Khatib amesema nyaraka tulizozipata kutoka utawala wa Kizayuni zinahusiana na taarifa kuhusu vituo vyao vya nyuklia. Amesema nyaraka hizo za siri pamoja na taarifa nyingine za kimkakati zitaboresha uwezo wa Iran wa kuweza kushambulia. Alipoulizwa kuhusu ripoti ya awali kuhusu kuna maelfu ya nyaraka, alijibu kwa tahadhari akisema hii ni hatua kubwa sana ya kijasusi. Kusema maelfu ya nyaraka ni kudunisha ukubwa wa kile tulichokipata. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa siku ya Jumamosi Juni 7 na vyanzo vya karibu na swala hilo, operesheni hiyo ya kiintelijensia ya Iran imetaja kuwa miongoni mwa mapigo makubwa zaidi dhidi ya utawala wa Kizayuni ni hizi za kuchukuliwa nyaraka muhimu za siri za serikali yao. Vyanzo hivyo vimebainisha kuwa operesheni ya kupata nyaraka hizo zilifanyika zamani kidogo, lakini kutokana na uzito wa taarifa hizo na umuhimu wa kuzifikisha salama nchini Iran, ililazimu kuwa na ukimya cha habari hadi zifikishwe katika maeneo salama na ya siri. Imeelezwa pia kuwa idadi ya nyaraka, picha na video ni kubwa kiasi kwamba timu maalum imekuwa ikizichambua kwa muda mrefu bila mapumziko. Khatibu amebaini kuwa operesheni hii ilikuwa pana na yakina na ilitekelezwa ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na kufanikisha uhamishaji wa taarifa za kimkakati, kiutendaji na kisayansi kutoka Israel hadi Iran. Taarifa hizi zinakuja zaidi ya wiki mbili baada ya utawala wa Israel kutangaza kuwakamata wanaume wawili kwa tuhuma za kufanya ujasusi kwa niaba ya Iran. Hata hivyo, Khatib amesisitiza kuwa njia zilizotumika kusafirisha nyaraka hizo bado ni siri na hazitafichuliwa hivi karibuni, lakini tutachapisha baadhi ya nyaraka hizi hivi karibuni inshallah. Ameahidi kufanya hivyo. Utawala haramu wa Israel ndio pekee unaumiliki silaha za nyuklia Asia Magharibi, na ulianza programu yake ya nyuklia mwaka 1952 kwa msaada wa teknolojia kutoka Ufaransa na Marekani. Silaha za kwanza za nyuklia za utawala haramu wa Israel zinasemekana kutengenezwa kati ya mwaka 1967 hadi mwaka 1968 kwa mujibu wa taasisi mbalimbali za kijeshi. Hizi ndizo taarifa ambazo tulizokusanya hii leo, ikiwa ni pamoja na hizi taarifa za Israel kuwa imebaki uchi baada ya kuwa siri zote za serikali ya Israel, mikakati yake yote ya kivideo na nyaraka mbalimbali zinazohusiana na ulinzi na usalama wa Israel tayari ziko mikononi mwa serikali ya Iran. Hili ni pigo kubwa zaidi kupata kutokea kwa Israel kwa maadui zake wote toka lilipoanzishwa taifa hilo la kubuni mnamo mwaka 1948 ndani ya ardhi ya Palestina. Hali mpaka sasa ni mbaya katika ardhi ya Palestina na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake, lakini kinachoendelea ni kuwa hivi sasa katika Israel hali ni mbaya sana kwa upande wa Netanyahu, ambapo wananchi katika maeneo mbalimbali, hasa wale ambao ndugu zao bado wameshikiliwa mateka katika Palestina, wamekuwa wakiandamana usiku na mchana kumtaka Netanyahu aachie madaraka, hali ambayo inaungana na wapinzani wa serikali ya Netanyahu wakiwa ni wanasiasa, nao pia wamechoka na maamuzi ya Netanyahu ya kuendeleza vita ambavyo Israel haitoweza kushinda, lakini vita na mauaji yanayoendelea ni kwa ajili ya kumkinga yeye mwenyewe Netanyahu. Hii tafsiri yake ni kuwa mbali ya vita, Netanyahu hatakuwa na mamlaka aliyokuwa nayo, bali hivi sasa anakabiliwa na kesi, na wiki iliyopita alikuwa kuna msuguano baina kundi la Netanyahu na mahakama juu ya kesi zinazomkabili Netanyahu. Anajaribu kuendeleza vita ili aepuke kwenda mahakamani na vile vile aepuke impeachment, kwa sababu ni dhamiri ya wapinzani kumtoa Netanyahu katika serikali ili amani iweze kupatikana
kwa manufaa ya Wafalastini na vile vile kwa Israeli. Israeli nayo si mahala salama sana, kwa sababu kila siku inapigwa na Yemen na hakuna kizuizi chochote, na mitambo yote ya kuzuia mashambulizi ya makombora imeshindwa kufanya kazi dhidi ya makombora yanayotoka Yemen. La msingi kwa Waislamu sote mahali popote tulipo, tuendelee kama kawaida kuomba dua, kumuomba Mwenyezi Mungu, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, ambapo mahujaji ndio kwanza wamemaliza ibada ya hija, na mwezi huu utakuwa ni mwezi miongoni mwa miezi mitukufu minne iliyotajwa ndani ya Qur'an, ukifuatiwa na mwezi ujao, yani mwezi wa mfungo 4 Muharram, ambayo yote hii ni muda mkubwa Mwenyezi Mungu anatakabali ibada zetu na kupokea maombi yetu. Tusisahau kusoma suratul Fil na suratul Lahab kila siku, kila baada ya swala, na wale wanaosimama usiku kwa ibada za usiku, kwenye dua, kwenye swala za kawaida, kwenye vikao, kwenye maulidi, kwenye dhikri. Tuzidi kuwaombea ndugu zetu wa Falastini waondokane na udhalimu unaofanywa na Israel ikiongozwa na Marekani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.